ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. قال الله تعالى بلسان نبي الله عيسى عليه السلام: وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق alladhi fihi yamtarun. Ndugu zangu watukufu wa Islam, baada ya kumhimidi Allah subhana, lakini na kumtakia ziada ya rehma kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nitumie fursa hii kukuhusieni lakini pia kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala kwa kufuata yale ambayo ametuamrisha na kujiepusha katika yale yote ambayo ametukataza. Na hakika amefaulu yule ambaye atatii hayo yote. Ndugu zangu watukufu, ama maudhui ambayo nilipenda kukumbushana leo tukiwa kama Waislamu ni mtazamo wa Qur'ani tukufu katika swala zima la amani. Hii ndiyo content ambayo tumeonelea leo tukumbushane katika jambo hili. Lakini swala la kujiuliza, kwa nini tuamue tuzungumzie mada hii ama maudhui hii? Kutokana na wengi ambao wanahubiri kwa kipindi hiki, wanahubiri content moja katika hizi mbili, ambayo maudhui ya kwanza wanahubiri katika swala zima la kuenzi tunu adhim ya amani, lakini pia wapo ambao wanahubiri kinyume cha amani, ima kwa kufanya fujo ama vurugu ama maandamano ama jambo lolote ambalo litaashiria kupotea kwa amani ama utulivu wa nchi. Ama sisi kama Waislamu, kabla ya kuamua kuzungumza jambo lolote ama kuhubiri jambo lolote, ni vema tukarejea katika mwongozo wetu ambao ni Qur'ani, lakini sunna Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na mitizamo ya wanazuoni ambao wanatufafanulia majambo haya. Na hili kufanya hivyo ndiyo jambo ambalo linatakikana, kwa sababu tunaambiwa utakapotaka kufanya jambo lolote, basi zingatia mwisho wake. Kabla ya kulifanya, basi angalia unakusudia kitu gani. Kama litakuwa lina natija ama matokeo mazuri, basi tunaambiwa jambo hilo lifanye. Lakini kama litakuwa lina matokeo hasi, Uislamu unatuongoza tuliache jambo hilo. Kwa mtizamo huo, turejee katika Qur'ani
ambayo Allah tabaraka wa taala anaelezea kwa lisani Nabiyullahi Isa alayhi salam. Allah anamuelezea Nabii Isa alayhi salam pindi aliposema assalamun alayya wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'ath hayya. Ndugu zangu Waislamu, tukumbuke pale ambapo Nabii Isa alayhi salam alipozaliwa na Bi Maryam, alizaliwa ili hali hana baba. Kwa hiyo alipokuwa Bi Maryam amekuja katika jamii yake, watu wengi walimzonga, wengine wakimshangaa, wewe hukulelewa katika malezi hayo kwa imani kuwa atakuwa amefanya machafu, ndio matokeo ya yule mtoto. Lakini wengine wakawa wanashangaa, huyu mtoto kamtoa wapi? Amemuiba, amemuokota? Yaani kila mmoja hana majibu kutokana na tabia yake Bi Maryam. Basi wengine wakawa wameshamzaki, wameshamtakasa kuwa hajafanya machafu, lakini huyu mtoto kamtoa wapi? Na hakuna mtu yoyote ambaye amemshuhudia katika machafu yote ambayo anafanya au viashiria vya uchafu. Bi Maryam akawa asharati ilahi, akawa anaashiria kwa yule mtoto, kwa maana muulizeni huyu mtoto. Kwa hiyo moja katika miujiza ambayo ilibakia katika umma huu na nyumati zote zilizopita ni Nabii Isa kuongea ili hali ana siku moja. Lakini sisi leo hapa hatuzungumzii muujiza huo wa Nabii Isa kuzungumzia ili hali ni mtoto mdogo, isipokuwa tunaangalia ama tunazingatia vile vitu vinne ambavyo alivizungumza wakati ule, ama lile jambo ambalo Nabii Isa alayhi salam alilizungumza ili hali mtoto. Ni mambo ambayo ya kuzingatia. Akazungumzia fi'il madhi, muda uliopita, akazungumzia muda uliopo, lakini akazungumzia muda ujao, na akazungumzia siku ya kiyama, akizungumzia amani. Nabii Isa pamoja na utoto wake wakati ule anazungumza, lakini alitambua amani katika marhala 4, na ndio marhala ambazo ni ashaqu, ndio marhala ama ni step ambazo ni ngumu kwa binadamu. Akasema wassalamu alayya. Kwanza akaanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, na mshukuru Mwenyezi Mungu, amani ilitawala siku niliyozaliwa. Wassalamu alayya yauma wulidtu, amani ilitawala siku ambayo nimezaliwa. Kwa nini alizungumzia amani katika jambo ambalo limepita? Ina maana mara nyingi katika machafuko yoyote, katika mvurugano wote, kama amani hakuna, kuna uwezekano wa wanawake kufanyiwa ukatili wa kijinsia, basi na kupatikana watoto ambao hawapo katika ule mfumo ambao tumeuzoea. Kwa maana hiyo akawa anathibitisha kuwa mama yake amemzaa ili hali yupo na amani. Yaani hakukuwa kuna jambo lolote ambalo lilitokea, lakini huyu mtoto sijamuokota wala sijamuiba. Ni mtoto ambaye, yani kuwa mimi ni mtoto ambaye nimepatikana katika mazingira ya kawaida kabisa. Kwa hiyo akasema wassalamu alayya yauma wulidtu, namshukuru Mwenyezi Mungu, amani ilitawala siku niliyozaliwa. Hebu twendeni tukaangalie nchi ambazo zina vurugu, zina shida, zina vita. Mzazi anamzaa mtoto, anaondoka, hana tena habari naye. Kwa hiyo na mtoto kama kishakuwa kijana mkubwa, anamuona mzazi wake anamkimbia, basi ilimradi tu kila mmoja anaangalia njia yake namna gani anaweza akaescape katika lile janga ambalo anakutana nalo. Nabii Isa alayhi salam alitambua umuhimu wa amani, jambo ambalo kwake yeye lishapita. Akasema wassalamu alayya yauma wulidtu, amani ilitawala kwangu mimi siku ambayo nimezaliwa.
lakini akashukuru kwa ule muda ambao anazungumza, kwa sababu alikuwa anazungumza yupo na amani, hajashikwa shati, mama yake hajakudwa, kiasi ambacho anazungumza akiwa na uhuru kabisa. Lakini hakuishia hapo, akasema wa yauma amutu, lakini pia namuomba Mwenyezi Mungu amani itawale kwangu mimi ama kwetu sisi siku ambayo nitakufa. Angalia pointi ambayo Nabii Isa alayhi salam anaizungumzia ya baadaye. Kwa akili ya kawaida mtu unaweza kusema siku ambayo mimi nakufa haina haja ya amani, lakini kiuhalisia amani ni muhimu sana siku ambayo utakufa. Na ndio maana Nabii Isa aliona hiki kitu na akaomba kwa Mwenyezi Mungu amjalie amani siku ambayo anakufa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama mtu utakufa katika sehemu ambayo kuna machafuko, kuna vita, kuna vurugu, basi kuna uwezekano usifanyiwe yale ambayo yanastahili wewe kama Muislamu. Kila mmoja anafahamu Muislamu ana mambo yake ambayo akifariki basi anafanyiwa. Kwanza kuuguzwa, lakini akishafariki pia aoshwe, aveshwe sanda, aswaliwe na dua na kadhalika. Hayo yote yanafanyika kama mtu yupo katika sehemu ya amani. Lakini sehemu yenye machafuko, basi haya mambo yote hakuna mtu ambaye anajali. Mzazi mtoto wake anakufa hapa, anakimbia, anaondoka. Lakini mwisho wa siku watu wote wanavurugana, hakuna anayejua mwenzangu yupo hai au mzima, hata kama ni mtoto mdogo. Ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo ambalo la kuzingatia, lakini la kulichunga kama Waislamu, kwa sababu ni dhima kwetu sisi. Lakini Nabii Isa akamalizia wa yauman ubahathu hayya, na ninamuomba Mwenyezi Mungu amani itawale kwangu mimi siku ambayo nitafufuliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni katika marhala 4 Nabii Isa alayhi salam aliyazungumza maneno haya, aliomba kwa Allah tabaraka wa taala aweze kuyajalia ili mradi aweze kuwa na amani mpaka siku ambayo anaenda kukutana kwa Allah tabaraka wa taala. Hakuna mtu ambaye hajui vitimbwi ambavyo vitakuwa siku ya kiyama. Yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, siku ambayo binadamu atamkimbia ndugu yake, atamkimbia mama yake, atamkimbia mtoto wake, atamkimbia mke wake, kipenzi chake chochote atakikimbia siku ya kiyama. Kwa hiyo ili nalo ni muhimu kwetu sisi kuomba amani siku ambayo tutaondoka katika ulimwengu huu, lakini katika hali ambayo tunaishi na siku ambayo tutakutana kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, machafuko katika nchi sio jambo rahisi kama vile ambavyo tunaona katika akili zetu, lakini ni jambo ambalo ni adhimu kabisa. Nikupeni challenge moja ambayo ilifanyika miaka hii ya karibuni. Ni challenge ambayo wengi katika Watanzania walifanya kama kuchekesha, kama kichekesho katika mitandao ya simu, lakini kiukweli wake ni jambo ambalo linatisha. Wengi walikuwa wanaweka kama ima mtu anafua au anakula yeye na mke wake na watoto na mtoto mdogo mchanga, labda anamuogesha ama kadhalika. Sasa akisikia bomu huko limelia buu, basi yeye anachokifanya sasa, kwa sababu hawajazoea zile hali, basi yule mama anamchukua paka, anambeba, anakimbia. Baba naye anachukua sufuria la ubwabwa, anakimbia. Wale watoto nao wengine wakubwa wanaojiona anakimbia, anabakia mtoto mchanga pale ambaye anabaki tu anagaagaa, haelewi kuna kitu gani kinachoendelea, kwa sababu maskini ni mtoto mdogo. Hii ilikuwa ni moja katika ujumbe wao wanafikisha kwa kuchekesha, lakini ni uhalisia wa maisha jinsi yalivyo katika sehemu yote ya vurugu. Yaani inapotokea vurugu hakuna mtu anaangalia nafsi ya mwenzake, kila mmoja nafsi. Kila mmoja anajiangalia yeye mwenyewe. Kwa hiyo kabla ya kufanya jambo lolote, ni muhimu sana kama Waislamu na tadabbar aqibatahu, tuangalie natija yake ama matokeo yake. Kama ni hasi, basi tujiepushe nayo. Ndugu zangu Waislamu, swala la machafuko ya nchi na amani ya nchi sio jambo la kufanyia majaribio.
wala sio jambo la kujaribu tuangalie itakuwaje, tuna testi mitambo. La hasha, Waislamu tumekatazwa kufanya jambo lolote la hatari ambalo linaweza likakuangamiza wewe au likamwangamiza mtu mwingine. Inatakikana kama Waislamu tuombe sana kwa Allah atuhifadhie amani, lakini pia tusithubutu kufanya jambo lolote ambalo litaashiria kuondoa amani ambayo tupo nayo. Kwa maana amani ikishatoka, basi kurudi tena katika hali yake ya mwanzo ni muhali. Tuangalie katika nchi nyingi ambazo zina machafuko, basi namna gani vile watu wanavyoishi, namna gani wanakimbia nchi zao na magodoro, namna gani wanaishi, kila mmoja hajui ndugu yake yuko wapi, basi ili mradi wametawanyika, ili mradi kila mmoja aokoe nafsi yake kwa wakati ule. Na sisi kama Waislamu tuna dhima kubwa kuichunga amani na kuilinda amani ya nchi yetu. Ndugu zangu Waislamu, turejee kwa baba wa amani na baba wa imani, Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Nabiullah Ibrahim alayhi salam, moja katika dua kubwa ambazo aliomba na inafanya kazi mpaka leo ni dua ambayo anasema Allah kwa lisani yake, anasema wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlaha min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nabiullah Ibrahim alayhi salam alipokuwa ameichukua familia yake ambayo ni Ismail na mama yake Hajar, akawa amewaweka katika mji wa Maka. Kipindi hicho bado ni jangwa, hakuna mti, hakuna chakula, hakuna nyumba. Moja katika dua ambayo aliomba, basi hakuwaombea wale riziki kwanza, wala hakuwaombea afya, lakini akasema rabbi ja'al hadha baladan amina. Alinyanyua mikono na akasema, ewe Mola, na kuomba ujalie mji huu uwe na amani. Jambo la kwanza kabisa, uwe na amani. Na aliwaacha hawana chakula, wala hakuwaombea maji ya Zamzam. Aliwaombea kwanza, ewe Mola, na kuomba ujalie mji huu uwe na amani, warzuq ahlaha. Baada ya hapo sasa ndo akaomba uwaruzuku watu wa mji huu, kwa sababu tukumbuke, inawezekana ukawa na riziki, lakini kama amani haipo, basi riziki hiyo inakuwa haina mantiki yoyote. Riziki hiyo kwako wewe inakuwa ni kama vile jambo ambalo halina maana yoyote, kwa sababu huwezi ukakaa kwa raha kama hauna amani. Muda wote unafikiria litatokea wapi ili niweze kukimbilia wapi. Uislamu unatuambia nini ama unatuongoza nini katika kuienzi amani? Ndugu zangu Waislamu, jambo la kuienzi amani ama kuizungumzia amani sio dhima ya wanasiasa kama tunavyofahamu, lakini pia sio dhima ya mashehe peke yao kama tunavyofahamu, wala sio dhima ya watu maalumu tu kama ni viongozi, lakini hii ni dhima ya kila mwanadamu, hasa Muislamu ambaye anajitambua. Kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati, kwa kila mmoja kati yenu ni mchunga na kila mmoja ataulizwa kutokana na kile ambacho amekiongoza, amekichunga. Hii ina maana kama wewe unakwepa namna ya kuielezea amani, basi ujue hiyo kwako ni mas'ul, na kama hautoizungumzia basi ujue ni dhima kwako wewe ambayo itafaa uje ujibu kwa Allah. Kama unaona amani inachokozwa na wewe unakaa kimya kwa kuridhika, kwa kuona liwalo na liwe, la hasha, Muislamu haitakiwi iwe hivyo. Tunapoona katika platform mbalimbali vijana wakizungumzia, tena wachache, kuichafua amani, basi sisi kama vijana, sisi kama Waislamu lazima tuangalie lugha nzuri ya kuweza kuzungumza nao na kuwafahamisha
namna ya kuitunza amani, na wala tusithubutu kuiacha, kwa maana kuacha wazungumze. Na wapo watu wengine ambao wanashabikia masala haya, lakini hawana malengo mabaya, lakini wenyewe wanaona kama ni kujifurahisha, kama ni kujaribu, kama whatever yani. Lakini kiukweli haitakiwi tuchukulie hivyo, kwa sababu ni swala ambalo lipo kiimani. Kwa sababu kufanya hivyo, kuacha amani yaridike, basi ina maana wewe unaruhusu munkar iweze kutawala. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kwa yoyote atakayeona jambo ovu linafanyika mbele ya uso wake, basi aliondoe kwa mkono wake. Lakini sisi wote hapa, kama mtu yuko huru anazungumza, hatuna uwezo wa kumzuia, kuondoa, hatuna mamlaka hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua haya yatakuwepo, akasema fa in lam yastati' fa bilisani. Kama atakuwa hawezi kuliondoa kwa mkono wake, asilazimishe kuliondoa kwa mkono wake, basi atumie ulimi wake kwa kuongea, kwa kuwafahamisha watu. Angalie lugha nzuri ya kuwafahamisha watu nini maana ya amani. Atoe mifano, kwa sababu mifano ipo. Kutokana na utandawazi, hakuna mtu ukizungumzia swala la vurugu, swala la machafuko atakuwa haelewi. Kila mmoja anafahamu namna gani fujo zikitawala, basi mambo mengi yanakuwa nasimama, hayaendi. Kwa hiyo swala la kuzuia machafuko katika nchi zetu ni swala ambalo ni dhima kwa kila binadamu, ni dhima kwa kila Muislamu, na hasa pale ambapo anakuwa anajitambua. Ndugu zangu Waislamu, haya yote haya ambayo tunayahofia yasija katokea, ni kwa sababu linapotokea jambo lolote, basi aliyekuwepo na asiyekuwepo, basi wote sisi tunaingia katika ile shida. Kwa hiyo usije ukasema wewe kwa sababu una uwezo wa kukimbia, lakini ukumbuke kuna wazee, lakini ukumbuke kuna wamama wajawazito. Hebu fikiria, kama kuna chafuka, nani ataweza kumwangalia mjamzito? Nani ataweza kwenda kuangalia walioko hospitali? Nani ataweza kukaa hospitali, kwa maana daktari ama nesi asubiri watu waje watibu? Kila mmoja ataangalia nafsi yake. Yaani na ndio chanzo cha machafuko ambavyo yanakuja na jitokeza. Tuangalie ni nchi ambazo zina shida. Kwa mfano mdogo, tuchukulie Palestina. Palestina ni sehemu ambayo ina shida muda mrefu sana. Huwa zinazidi na kupungua kidogo, lakini sehemu ambayo kuna machafuko kupindukia, kiasi ambacho nchi ipo katika mashaka makubwa, kiasi ambacho hadi magari ambayo yanaleta chakula katika nchi ile, basi mara nyingine yanazuiwa. Magari yanayoleta dawa yanazuiwa, maji yanazuiwa, kiasi ambacho nchi imekuwa haitamaniki. Kwa nini? Kwa sababu amani imetoweka, vurugu zimekithiri, kiasi ambacho watu hawawezi tena kufanya maisha zaidi ya kila siku kuangalia nani ataondoka, nani ataumia, nani atabaki. Ndugu zangu Waislamu, na wapo watu ambao wanashabikia haya mambo bila kujua maana yake, bila kutokea matokeo yake. Na ndio maana kuna mwaka mmoja katika timu za Tanzania zilikuwa imetoka kucheza taifa na timu moja kutoka nje. Sasa nachotaka kuelezea ni nini? Kuna watu wengine wanaashiria kwenda kwenye maandamano au kwenye vurugu zozote, si kama wanaitia lile jambo ambalo watu wengine wanalikusudia, isipokuwa mtu anakwenda kwa ajili ya kujinufaisha, kwa ajili ya kuchuma. Basi sasa wale watu wakawa wanatoka zao taifa, kwa maana timu ile Tanzania ikawa imeshinda, wanarudi kwa miguu, grupu la watu kama 100 hadi 200. Ni watu wengi kusema kweli, lakini wanarudi huko wanashangilia, wanaishangilia ile timu yao. Sasa kadri wanapopita, wafika maeneo ya bora mpaka taa za VETA hizi, basi pale katikati pale wakawa sio swala ya kushangilia. Watu wanaona wanashangilia, lakini kuna watu wanaumia mule. Wakavunja maduka ya watu, wakaiba sana, wakavunja magari, wakafanya nini? Sasa kwa sura ya nje huku unaona wanashangilia, lakini kiukweli kuna mambo mabaya sana yanafanyika mule. Sio washangiliaji, ni kikundi ambacho walikiunda
kwa ajili ya kufanya vurugu ili waweze kujitumia machumo yao wao wenyewe. Kwa hiyo hata unaposikia maandamano yanaitishwa, kuna watu wengine sio wanakwenda kwa ajili ya lile unalofikiria. Na ndio maana sheria za nchi zinasema ukitaka maandamano basi tafuta namna ya kupata kibali ili upewe ulinzi, askari ama vyombo vya usalama waweze kuwalinda. Kwa maana hiyo wanajua kuna watu wengine watakwenda kwa malengo yao. Basi kama kuna vyombo vya usalama wana uwezo wa kuzuia yale machafuko ambayo watu wamekuja na nia zao tofauti na yale maandamano. Ndio maana ukishaambiwa bwana hamruhusiwi, ukifanya wewe unakuwa kama vile unafanya fujo, kwa sababu kuna watu wengine watakuja na malengo ambayo sio yale ambayo unakusudia. Basi lile kundi lilitoka kuanzia Bora mpaka kufika mataa ya VETA, watu wakawa wameibiwa wengi, maduka yamevunjwa, watu wameporwa simu, magari yamevunjwa vioo. Wanakuja wanavuka hizi taa za VETA, wote wakawa wametawanyika. Huyu kaingilia kule, maana kupiga simu polisi wanakuja pale, hakuna hata mtu mmoja alimkamata. Sasa kila mmoja alitawanyika kwa kujua sasa hivi usalama unaweza kufika, alafu baada ya hapo wakawa wametawanyika. Hii ina maana kuwa katika majambo kama haya kuna mambo mengi ambayo tutarajie, ambayo sio yale ambayo tunayadhani sisi, bali ni machafuko ambayo na vurugu ambazo zitaondoa imani ya sisi kwa sisi, lakini pia zitajenga uadui uliokuwa mkubwa kabisa. Ndugu zangu Waislamu, si wote ni mas'ul ama tunawajibika kuilinda amani. Kwa hiyo tuihubiri amani kwenye makazi yetu, lakini tuihubiri amani kwenye shughuli zetu, lakini pia kwa wanavyuo nao waweze kuhubiri amani katika vyuo vyao. Tusipende kuchochea mambo ambayo sisi kama Waislamu haitakiwi kiwe chanzo cha vurugu, kiwe chanzo cha mfarakano kati yetu. Ndugu zangu Waislamu, tusome katika nchi nyingi kama nilivyotangulia kusema namna gani wanaishi na wanakabiliana na machafuko ya nchi, kwa sababu mwisho wa siku hata nasaba zinapotea, ndugu wanapotezana, hawajui kama huyu amekufa huyu mzima na kadhalika. Hayo mambo yote hayo kwa kuyaofea, na Uislamu umetupa namna ya kuweza kukabili mambo kama haya. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu, kwa nini Uislamu unatuambia ama umetuelekeza tuilinde amani? Kwa sababu al-Islam dhiddul unuf. Uislamu upo mbali kabisa na fujo. Definition ya Uislamu umejiweka mbali na fujo, lakini al-Islam dinu silmi wa tawadhu. Uislamu ni dini ya amani na ni dini ya unyenyekevu pia vile vile. Kwa hiyo tusije tukatoka katika ile mifumo tukapata kuiga, tukapata mitandao ya kijamii, lakini ili hali sisi tuna mwongozo kama Waislamu ili tuweze kufanya yale ambayo yanatakikana kwetu sisi. Uislamu unamuelezea Muislamu mwenyewe inatakiwa awe vipi. Allah tabaraka wa taala anazungumza katika surati Furqan, anasema wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Na waja wa Allah tabaraka wa taala wa kweli ni wale ambao kwanza katika ardhi wanatembea kwa unyenyekevu, hawajigambi, hawajitunishi, hawatembei kwa majigambo. Yamshuna ala al-ardi hauna, wanatembea katika ardhi kwa unyenyekevu. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, na pindipo ambapo watu ambao hawajitambui wakawazungumzisha ili kuwachokoza, basi wao wanasema salama, tunaomba amani, tunaomba amani itawale, mimi sitaki ugomvi na mtu. Huyu ndio Muislamu, na huu ndio Uislamu ambavyo unatuelekeza tuishi katika namna hiyo. Uislamu kama tulivyozungumza ni dhiddul unuf. Uislamu unajiweka mbali na fujo, unajiweka mbali na utumiaji wa mabavu. Uislamu maisha yake yote ni amani, na ndio maana moja katika salamu zetu zilizokuwa tukufu ni assalamun alaika au assalamun alaikum. Maana yake amani iwe juu yenu. Hii tu peke yake inatosha kufahamu Uislamu ni dini ya aina gani. Na salamu hii
inatoka kwa mtoto kwenda kwa mkubwa, kwa mkubwa kwenda kwa mtoto, vyovyote vile itakavyokuwa. Na tunaamrishwa ama tumeelekezwa salamu hii kwa siku itolewe hata mara 30, hata mara 100. Ukitoka nje ukirudi umsalimia salamu alaikum. Maana yake nini? Na kuhakikishia amani kutoka kwangu, au nakutakia amani kwa Mola juu yako. Hii ndiyo Uislamu na huu ndio Uislamu. Tofauti kabisa na maamkizi yetu ambayo tumeyazoea. Maamkizi ambayo kwanza sharti lake ukishasalimia mara moja usilirudie tena. Kwa mfano mtu anakuambia shikamoo, kwanza lazima sharti lake litoke kwa mtoto kwenda kwa mkubwa. Ukishasalimia asubuhi, mchana ukikutana naye huwezi tena kumsalimia shikamoo. Na ukimsalimia shikamoo inakuwa kama ni dharau au na mkejeli. Yaani kama ni mtu mzima anaweza akakupiga hata makofi. Kwa nini? Kwa sababu sheria kwa siku mara moja. Ukisema shikamoo ishatoka hiyo mpaka kesho. Ukikutana naye sasa hivi habari na shidadi na kadhalika. Lakini assalamu alaikum hiyo mdogo mkubwa, mkubwa mdogo, mama baba, yani wote ni assalamu alaikum. Maana yake tunatakiana amani kila muda. Hata vile unapogonga nyumba ya mtu, hata kama ni ya mwanao au ya nani, ukigonga kule akishakukaribisha kabla ya kuingia tunaambiwa utoa salamu kiwa huko nje, assalamu na alaikum. Maana yake nakuhakikishia amani, mimi naingia ni mtu wa amani, na yeye anakuambia wa alaikum salam. Na wewe ukiwa na amani basi njoo. Basi hii ndio Uislamu ambao unatakiwa tuweze, kwa sababu Uislamu ni dini ya amani. Uislamu haitakikani amani tuipoteze kwa makusudi yetu sisi wenyewe, ukizingatia ni tunu kwetu sisi. Qala Allah Ta'ala, wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami Allahi fa'adhaqaha Allahu libasul ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kuzungumzia hutuba ya mwanzo katika swala zima la amani na kuienzi amani, Allah tabaraka wa taala anasema wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna. Mwenyezi Mungu anatupigia mfano katika kijiji ambacho kilikuwa kina amani na kina utulivu. Ya atiha rizquha ragadan min kulli makani. Mwenyezi Mungu akakijalia kikaa kinapata riziki pana kabisa kwa ya kutosha. Fakafarat bi an'amillah. Basi wanakijiji hiki wakaikufuru neema ya Mwenyezi Mungu, na moja katika neema ni ile aminatan mutma'inna. Walikuwa na amani na wana utulivu. Fa adhaqaha Allahu libasul ju'. Allah tabaraka wa taala akawavesha vazi la njaa wal khawf, lakini akawa hawana amani tena, wana hofu muda wote. Bima kanu yasnaun. Hii yote kwa sababu walikufuru na kwa sababu ni matokeo kwa yale ambayo wameyafanya. Manake Allah aliwaruzuku amani, akawaruzuku riziki, na baada ya hapo wakakufuru. Mwenyezi Mungu akaziondoa zile, akawapa njaa. Na sehemu yoyote yenye vurugu, yenye shida, basi njaa lazima itawale. Kwa sababu hakuna ambaye ataenda kazini, hakuna ambaye ataenda sokoni, hakuna ambaye ataenda sehemu yoyote kutafuta riziki, kwa sababu muda wote unaangalia nafsi itakuwaje, nafsi itakuwaje. Kwa hiyo kuitunza amani ni dhima kwetu sisi, haitakikani tuijaribu wala tuichezee. Wa ma dhalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Na watu hawa baada ya kuveshwa vazi la njaa hawakudhulumiwa na Allah, bali wao wenyewe waliudhulumu nafsi yao. Kwa hiyo Uislamu ni dini ya rahma, ni dini ya kuvumiliana, ni dini ya kusubiri, ni dini ya kupata utaratibu ili mradi ufike katika malengo yako, lakini sio dini ya kutumia nguvu, dini ya kufanya vurugu na mfano wa hayo. Kwani kufanya hivyo ni jambo ambalo linakuwa baya na halitakikani ukiwa Muislamu. Wapo wanazuoni waliulizia, baadhi ya wanazuoni, al-amnu afdal am sihha. Waliulizwa, je, kitu muhimu, je amani au afya? Basi qala al-amnu afdal. Abdul Razak rahimahullah, mwanazuoni mkubwa kabisa huyu, akasema katika afya
na amani, basi amani ndio namba moja, kisha nafuata afya. Kwa nini? Kwa sababu kwenye amani hata afya ikiwa imetetereka, una uwezo wa kwenda hospitali, una uwezo wa kwenda duka la madawa ukatibiwa, lakini pia kuna watu ambao wanakuangalia kama ndugu zako, watoto zako na kadhalika. Lakini kukishakuwa hakuna amani, basi wewe lolote litakalokutokea hauwezi kupata huduma ya aina yoyote. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, muhimu sana tufate yale ambayo tumeambiwa yalikuwa bora na tujiepusha katika yale ambayo tumetahadharishwa, kwani mbora wa Islam ni yule ambaye akasikia maneno mazuri na akayafuata, na muovu ni yule ambaye anasikia maneno ambayo si mazuri basi yeye akayapuuza. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Ya tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimis salat.